Ujambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo na mimi ni mwalimu na mshauri wa jamii. Leo napenda tuongee juu ya vifungo na kufunguliwa. Okay? Ni vipi watu wanaweza kutambua vifungo na ni vipi wanaweza toka ndani ya vifungo? Kuna watu ambao wamefungwa, na ninapoongea juu ya kufungwa naongea juu ya kufungwa kiroho. Kwa hivyo masuala haya nitakao kuwa nikiyaongelea ni masuala ya kiroho. Na kama nilivyotangulia kusema, mimi ni mwalimu na mshauri wa familia. Leo nimekuja kufundisha. Na nimekuja kufundisha familia nzima. Kwa sababu jamii ya watu wengi wamefungwa, lakini hawajui ni aina gani ya vifungo wamefungwa. Na usipojua ni aina gani ya vifungo ambavyo watu wanafungwa ama umefungwa, hauwezi dai kuwekwa huru. Mambo mengi katika maisha yanashindikana, yanalemea, kwa sababu watu wako katika ndani ya vifungo. Lakini maadamu tu unapotambua kifungo ulicho ndani yake, utatafuta jinsi ya kutoka. Na leo nitakuonyesha juu ya vifungo mbalimbali. Nitakuangazia vifungo mbalimbali vya kiroho ambavyo watu wanafungwa, na nitakuonyesha mbinu mbalimbali za kutoka kwa vifungo hivyo. Itakuwa somo refu kidogo, lakini karibu tuandamane hadi tamati. Kwa hiyo nimesema nitakuwa nafundisha kwa sababu mwalimu hufundisha. Nataka nitangulie kwa kusema Mungu alimtuma Yesu duniani aje afungue watu. Na ndio sababu Yesu alipoona watu wanaamini, aliwaambia, mkiendelea katika neno langu, mtakuwa huru. Mtajua ukweli na ule ukweli utawaacha huru. Yesu alipotiwa mafuta na Roho Mtakatifu, wakati anaanza huduma yake, ametoka kufunga siku 40, Roho Mtakatifu amemtia mafuta. Anasema aliwekwa mafuta ili aweze kuwafungua wale waliofungwa na kuacha huru wale waliosetwa. Kwa hivyo mission ya Yesu ilikuwa ni kuja kufungua watu. Hiyo inakwambiaje? Mwanadamu amefungwa. Na kama si kwamba mwanadamu amefungwa, Yesu hangekuja. Swali ni je, unajua ni nini imekufunga wewe? Kwa sababu kuna watu walisema msilolijua litawasumbua. Sasa jambo ni kwamba ulijue. Mungu alisema watu wangu, akimaanisha watu wake, wanapotea kwa sababu ya kukosa ufahamu. Leo nimekuja ni kuongeze maarifa. Uyajue haya, yatakusaidia. Mwanadamu amefungwa. Lakini mwanadamu amefungwa na nini? Nitakueleza aina 5 ya vifungo ambavyo mwanadamu huwa yuko ndani yake. Unaweza kuwa ndani ya kifungo moja au vifungo viwili au hata vyote 5. Lakini sikiza kwanza, ufundishike, usaidike. Sawa sawa? Okay. So, tuongee juu ya kifungo cha kwanza. Kifungo cha kwanza kinaitwa kifungo cha dhambi. Yesu Kristo alisema hivi, atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na akasema mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo kifungo cha kwanza ni kifungo cha dhambi.
Napenda nikwambie, mwanadamu hafanyi dhambi tu, ni kwamba roho yake imefungwa na ile dhambi. Ukiona mtu anaiba, roho yake imefungwa na dhambi ya wizi. Ukiona mtu anaua, roho yake imefungwa na dhambi ya uuaji. Ukiona mtu anafanya usherati, anapiga watu, anadanganya, kila aina ya dhambi unayoifahamu, sio kwamba anaamua tu, lakini ako kwa ile jela ya ile dhambi. Kwa hivyo dhambi iko na nguvu fulani ya kufunga watu na kuwazuia kufanya wanalolitaka. Dhambi ni bwana mkubwa ambaye asipoondolewa katika maisha yako huwezi wachana naye. Baba yangu kabla hajaokoka alikuwa mvuta sigara sana. Siku zingine akaamua atawacha. Ameamua kabisa atawacha. Akaona ndio azichukie, atazitafuna kwa mdomo ndio asikie yale makali awache. Alivyostafuna vile, siku ya pili yake bado alijikuta kwa sigara. Hadi siku ile huyu bwana anaitwa dhambi alipoondolewa katika maisha yake. Na niongee kidogo kuhusu dhambi. Yohana Mbatizaji akibatiza alimwona Yesu akitembea, akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu azibabaye ama azichukuaye dhambi za ulimwengu, ama ichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mara nyingi tunafikiria dhambi ni kile mtu anachokifanya, lakini dhambi si kile mtu anachokifanya. Kile mtu anachokifanya ni uzao wa dhambi iliyo ndani yake. Kwa hivyo ndani ya mtu hukaa dhambi, alafu matendo anayoyatenda ni uzao wa ile dhambi. Lakini Yesu akiingia ndani ya mtu, anashughulikia ule uzao, anashughulikia ule mti wa dhambi ambao huzaa aina mbalimbali za matendo ambayo ni matunda ya dhambi katika maisha ya mtu. Katika theolojia wanasema we are sinners not because we sin, but we are sinners by nature. Yaani mwanadamu ni mwenye dhambi si kwa sababu anafanya dhambi. Kwa sababu utaniambia, mimi mwalimu, siibi, siui, sitamani, nafanya kila kitu kizuri. Napenda nikwambie, bado wewe ni mwenye dhambi na bado dhambi inakufunga. Kwa nini? We are sinners not because we sin. We are sinners by nature. Yaani tulizaliwa katika dhambi. Hivyo ndivyo Zaburi ya 51 inasema, nilizaliwa katika dhambi. So kila mmoja wetu ambaye anakaa kwa hii dunia amefungwa na kifungo cha dhambi. Asipotolewa na Yesu, matendo yake mazuri, Mungu alisema katika Isaya, matendo mazuri unayoyafanya kujaribu kupigana na ule uzao wa dhambi, bado inakuwa ni kama kitambara kichafu kilioraruka. Kwa hivyo haijalishi ni bidii gani umefanya, Yesu pekee ndiye anaweza kukusaidia kutengana na huyu bwana anaitwa dhambi. Kwa hivyo kifungo cha kwanza kinachofungulia mateso na mahangaiko na shida, hata magonjwa, ni dhambi. Yesu ameponya mwanaume mmoja alikuwa mgonjwa miaka 38. Yule mwanaume alipoponywa alienda church. Yesu amemkuta kwa church wakati ule iliitwa synagogue. Amemwambia, angalia, umepona, usifanye dhambi tena. Alimuonya Yesu, akamwambia usifanye dhambi tena, jambo lingine mbaya kuliko hili lisije likakupata. Kwa
Kwa hivyo huyu bwana anaitwa dhambi huwa anaelekeza mtu hata kupata magonjwa na shida na matatizo na kuanguka. Chungana na dhambi sana. Jambo la pili ama kifungo cha pili. Kifungo cha pili kinaitwa kifungo cha shetani. Kwa hivyo kuna kifungo cha dhambi na kuna kifungo cha shetani. Yesu Kristo alikuwa church katika Luka 13. Alafu akapewa nafasi ya kuhubiri. Pale anapohubiri amekuja mwanamke mmoja ambaye amepinda. Alikuwa anaenda kwa kuinama. Hapa juu kwa mgongo kulikuwa kuna nundu. Kumefura kiasi kikubwa. Yesu aendelea na kuhubiri. Katikati ya mahubiri yake amemuita yule mama kuja. Akamwekelea mkono, akamwambia, "Woman, thou art loose." Mwanamke, umefunguliwa. Na hivyo ndivyo ule mama amesimama, ile nundu imekwisha. Amepona, ametembea kama yule mtu ambaye hakuwa mgonjwa. Yule bwana wa hekalu akawaambia kanisa lote, hii maneno ya kuponywa siku ya Sabato mwache. Mwe mnakuja siku zingine ambazo si za Sabato mnaponywa, lakini msije siku ya Sabato. Yesu akasimama akamwambia, mnafiki wewe. Kwa sababu huyu mama shetani amekuwa anamfunga miaka 18. Je, haikumpasa afunguliwe hata siku ya Sabato? Kwa hivyo kifungo cha shetani huadhiri mwili. Kifungo cha dhambi huadhiri roho. Sawa? So kifungo cha shetani kinaleta matatizo katika mwili. Na mwili uko na damu, mwili uko na mifupa, uko na mishipa, uko na akili. Hizo ndizo maeneo ambayo shetani huwa anaadhiri. Na akifunga mtu, ukiona mtu kwa ugonjwa, kuna magonjwa ambayo yanaletwa na dhambi na kuna magonjwa ambayo yanaletwa na shetani. Na shetani ni mbaya. Na Yesu ana nguvu kuliko shetani. Shetani akifunga mtu, waweza kuta amemfunga mtu mkono ni mfupi ama mguu umekunjana, hawezi. Lakini Yesu anaweza fungua mtu. Siseme kila mtu amekunjana mkono ana shetani. Siseme kila mtu amekunjana mguu ama na tatizo la wapi. Lakini hizo kazi za namna hiyo hufanywa na shetani. Kwa hivyo jichunge sana na shetani. Shetani ni bwana mbaya, hufunga watu. Na Yesu alidhihirishwa ndio aweze kuzivunja vifungo vya shetani. Kifungo cha tatu. Kifungo cha tatu ni kifungo cha watu. Watu wanaweza kukufunga. Yesu alisema hivi, ndugu yako akikukosea, enda umwambie ulinikosea. Akitubu umempata. Asipotubu, chukua mtu mwingine, mwende mkaongee mkiwa watatu. Asipoasikia, sasa chukua kamati ya wazee umketishe. Muongee. Asiposikia kamati, sasa mumufanye kwamba si ndugu yenu, mumwachilie kabisa. Katika hilo fundisho Yesu akamalizia kwa kusema, kile mtakachofunga hapa duniani
mbinguni kimefungwa, na kile mtafungua hapa duniani mbinguni kimefunguliwa. Kwa hivyo watu wanaweza kukufunga, na wakikufunga hivyo wamekufunga, ndivyo umefungika kabisa. Na njia moja ya kujizuia kuingia katika vifungo vya watu ni kuwa mtu mnyenyekevu na mtu mwenye kusamehe watu. Kifungo cha 4 kinaitwa kifungo cha sheria. Mtume Paulo alisema hivi katika Warumi 7, akalinganisha na ndoa, akasema wakati watu wawili wanaishi katika ndoa huwa wamefungwa na sheria, na akasema mmoja wao akifa, yule aliyebaki hajafungwa na sheria tena, ako huru na anaweza oleka ama anaweza oa. Alikuwa akitoa mfano huu kutaka kuonyesha ya kwamba mtu anaweza fungwa na sheria katika maisha. Sheria inaweza funga mtu. Kuna watu wengi wamefungwa na sheria za dini. Sheria ya dini inasema funga. Sheria ya dini inasema omba. Sheria ya dini inasema toa misaada kwa wajane. Sheria ya dini inasema tembelea watu, watolee watu ibada, tembelea watu hospitalini, tembelea watu huko kwa jela. Sheria ya dini inasema fika kanisani mapema. Sheria ya dini inasema toa zaka, sadaka, dhabihu. Sheria ya dini inasema vaa mavazi fulani marefu, vaa rangi fulani ya mavazi, vaa vitambaa fulani kwa kichwa, vaa mavazi fulani ukihubiri ama ukitoa misa. Sheria ya dini inaweza funga mtu. Na ukweli ni kwamba kila dini ina sheria zake. Kuna kuitii sheria, kuna kuifuata sheria, na kuna kufungwa na sheria. So tunapoongea juu ya kifungo cha sheria, tunaongea juu ya mtu ambaye amefungwa na sheria ikamzuia kuona wokovu wa Mungu. Kwa sababu kila mahali kuna sheria. Kanisani kuna sheria, nje ya kanisa kuna sheria, kwa Mungu, kwa wokovu kuna sheria. Lakini kuna sheria inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya dhambi na mauti ni kanuni fulani ambao hufanya kazi ndani ya mtu, akafanya mambo yote ya dini vyema, lakini akashindwa kujilinda na dhambi. Mfano wake ni yule mwanamke Msamaria. Alikuwa ameolewa mara 5 mara 6 na wanaume mbalimbali. Anaoa huyu anawacha, anachukua huyu anawacha, anachukua huyu anawacha. Lakini bado alikuwa anasema baba zetu walikuwa wanaabudu kwa ile milima, na sisi tunaabudia huko Samaria. Bado alikuwa na dini, lakini alikuwa dhambi inamtawala. Mtu ambaye ana dini na dhambi inamtawala ni mtu tofauti na yule mtu ambaye hana dini na dhambi inamtawala. Mtu aliye na dini na dhambi inamtawala ni mtu ambaye anatawaliwa na sheria. Amefungwa na sheria na anafikiria ile sheria inaweza kumwokoa. Huyo ni mtu amefungwa na sheria.
na sheria ile iliyomfunga inaitwa sheria ya dhambi na mauti. Imemfunga, anaendelea kufanya dhambi na mwishowe atafika kwa sheria ingine inaitwa mauti. Atakufa katika hiyo dhambi na hataweza kuinuka tena. Lakini kuna sheria inaitwa sheria ya uhuru, inayotoa watu katika uhuru. Inaitwa sheria ya roho wa uzima ambao iko ndani ya Kristo Yesu. So mtu akimpata Yesu, sheria ile ilikuwa inamfunga, inavunjika. Kuna sheria ingine ambayo sasa sio sheria vile, lakini ni kanuni, inaanza kufanya kazi katika maisha yake. Kwa hivyo hiyo ni point number 4. Kwa nini katika vifungo ni aina ya 4 ya kifungo? Napenda nikuambie aina ya 5 ya kifungo. Na hii aina ya 5 ya kifungo ni kifungo naita kifungo cha Mungu. Mungu anaweza funga mtu. Mungu anaweza funga malaika. Mungu anaweza funga mpaka shetani. Biblia inasema malaika walioiacha enzi yao walifungwa na wamewekwa katika jela wakigojea mpaka siku ya hukumu. Mungu alifunga malaika fulani walioiacha enzi yao. Na katika kitabu cha Ufunuo tunaona ya kwamba siku za mwisho Mungu atatuma malaika alafu atamfunga shetani na atamweka katika shimo ambalo halina mwisho. Lakini zaidi ya Mungu kufunga malaika na kumfunga shetani, Mungu anaweza funga mtu. Je, afunge wale ashindwe kufunga mtu? Na mtu anapofungwa na Mungu huwekwa chini ya kugandamizwa na uongozi fulani. Mfano, wakati wana wa Israeli walimwasi Mungu, walimwasi sana, wakafanya dhambi nyingi zilizoashiria ya kwamba wamemsahau Mungu. Aliwapeleka jela, utumwani Babylon. Babylon kulikuwa na kiongozi alikuwa anaitwa Nebukadnezar. Ndiye alifunga hawa watu. Wakati wao ulipokwisha, wakapata mfalme mwingine anaitwa Belshaza. Mfalme Belshaza akaendelea, wakapata mwingine anaitwa Dario. Dario akaendelea, wakapata mwingine anaitwa Cyrus. Ni wakati wa Cyrus, baada ya kifungo cha miaka 70, hawa watu waliweza kurudi katika nchi yao. So Mungu anapofunga mtu huwa anamtumia mtu mwenye nguvu, anamfunga, anamgandamiza, anamweka katika uongozi na utawala fulani ambao hawezi jitoa ndani yake. Anaweza kuwa bosi yako ama anaweza kuwa kiongozi fulani. Kwa hivyo hicho kinaitwa kifungo cha Mungu. So kifungo cha Mungu, Mungu hutumia watu. Sawa sawa? Kifungo cha sheria na kifungo cha watu na kifungo cha shetani na kifungo cha dhambi ni vifungo mbalimbali na kifungo cha Mungu. Lakini naomba uelewe kwamba Mungu akikufunga itabidi ni umalize ule muda aliyopanga utakaa katika utumwa. Wakati aliwafunga hawa mabwana katika nchi ya Babiloni, aliwaambia hata msiwe na haraka ya kutaka kurudi kwenu. Kaeni katika hiyo nchi niliyowafunga. Mkiwa huko muoe, mzae watoto wa kike na wa kiume, mpande mimea, imee na muvune, kwa sababu huo utumwa utakuwa utumwa wa miaka mingi. Kwa hivyo kifungo cha Mungu mpaka wakati Mungu aliyoamuru ukamilike, ndio huyo mtu atoke katika kifungo. Sawa? Sasa tuongee mbinu mbalimbali
za ni vipi mtu anaweza toka kwa kifungo. So we are talking about deliverance. And we are talking about coming out of the bondages, kutoka kwa vifungo. Na tumeongea tayari juu ya vifungo 5 aina. Sasa napenda tuongee juu ya mbinu mbalimbali za vile mtu anaweza toka katika vifungo. Karibu tuendelee. Point number 1 ya vile mtu anaweza toka katika kifungo ni kwa kutubu. Kutubu. Biblia inatuonyesha ya kwamba dhambi ni bwana mkubwa. Na Paulo anasema dhambi haitakuwa bwana wenu tena katika Warumi sura ya 6. Kwa hivyo dhambi ni bwana fulani, lakini kuiwacha lazima utubu. Na ndio Yesu alipokuja katika duniani alizunguka kila mahali akiambia watu, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo kutubu ni mbinu moja inayowezesha mtu kuachana na kifungo cha dhambi. Kutubu ni nini? Ni ile hali ya kutambua umekosa, kutambua hauna nguvu juu ya hiyo dhambi inayokukalia na kumwomba Yesu, kumwambia Yesu, nitoe kwenye kifungo hichi cha dhambi hii. Ukifanya hivyo utatoka. Mbinu namba 2 ya kutoka kwenye kifungo ni kuombewa, maombezi. Yakobo anaandika katika sura ya 5 anasema ya kwamba kama mtu ni mgonjwa, haijalishi kama ni ugonjwa ambao ni kifungo ya shetani ama ugonjwa unaotokana na dhambi, lakini sana sana ni ugonjwa unaotokana na dhambi. Manake anasema na waite wazee wa kanisa wampake mafuta na kumwombea kwa jina la Bwana. Na anasema hivi kwamba Bwana atamponya na atamuinua kutoka katika ule ugonjwa. Na ule mstari unafuata wa 16 anasema ziungameni dhambi zenu na kuombeana mpate kupona. Kwa hivyo kuombewa na watu wanaomcha Mungu ni jambo lingine linaweza kukutoa kwenye kifungo, hata kama ni kifungo cha magonjwa. Point number 3, vile mtu anatoka kwa vifungo ni kwa kupakwa mafuta. Mafuta yana nguvu zake ambazo ni njia moja ambayo Mungu hutumia katika kuleta uponyaji na kufunguliwa kwa watu. Katika Marko 6 aya 12 hadi ya 13 tunaona kwamba wanafunzi wa Yesu waliweza kuponya watu wengi sana na wakatoa pepo wengi sana na wakapaka wale watu mafuta. Hivyo watu walipakwa mafuta na Yesu alikuwa pale. Mafuta yaliweza kuwafungua. Kwa hivyo mafuta yana nafasi yake katika kumfungua mtu. Na si lazima yawe mafuta ya mti fulani ama ya mnyama fulani. Mafuta tu, lakini uyaombee, Mungu anayatumia. Lakini hakuna mahali katika Biblia panasema tutumie maji ya chumvi ama tutumie vitambaa. Hapana. Tunaambiwa tutumie mafuta. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mafuta ni vyema kujua. Maandiko yanasema awaite mtu mgonjwa, awaite wazee wa kanisa wampake mafuta. Hiyo ni amri, lakini hakuna mahali tunapewa amri ya kutumia maji ya chumvi. Hakuna mahali tunapewa amri ya kutumia vitambaa, lakini tuko na amri ya kutumia mafuta. Na kweli ni kwamba nguvu huwa iko katika kutii. Kwa hivyo kama kitu si amri, hakinaga nguvu kama vile
kile ambacho kina amri ndani yake. So amri ni kutumia mafuta. Bwana asifiwe. Okay? So mafuta yanafungua. Kitu kingine ambacho kinawezesha mtu kutoka katika vifungo ni kujua ukweli ama kuijua ile kweli. Kujua, knowledge. Yesu alisema hivi, you will know the truth and the truth will set you free. Mtakuja kuijua ile kweli na ile kweli itawaweka huru. Kwa hivyo mtu akijua ile kweli, kweli inamweka huru. Inawezekana shetani amekufunga katika kifungo cha magonjwa ama cha umaskini ama cha shida ama cha vita. Lazima ujue ni aina gani ya kifungo. Mungu anasema katika Hosea 4:6, watu wake wanaangamizwa kwa sababu ya kukosa maarifa ama kukosa ufahamu. Kishajua, wewe unakuwa shujaa. Utajua ni vipi shetani anaingia mtu. Maandiko matakatifu yanasema shetani akitoka mtu huwa anaenda na mangamanga huko akitafuta mahali pa kupumzika. Akikosa hurudi. Lazima ujue ni kule goma shita washaushoka. Huwa anarudi. Hiyo ni kusema kuna pepo anatoka na anarudi kuangalia kama ile nyumba iko na Roho Mtakatifu ndani. Kwa hivyo kujua hivyo tu, utajua kwamba kama pepo ametoka mtu, lazima huyo mtu apakwe mafuta na ajulishwe kwamba hizi vitu zaweza kurudi, zianze kumletea majaribu. Akishajua zikirudi atapambana nazo. Kwa hivyo kujua ni silaha. Kujua ni mbinu moja ya kukaa katika kufunguliwa. Hakikisha kuna kujua. Bwana asifiwe. Kuna njia ingine mtu huwa anaweza kufunguliwa kutoka kwa vifungo. Inaitwa kuwekewa mikono. Yesu alituamrisha kwamba tuwaombee wagonjwa, lakini alisema hasa hakusema tuwaombee, alisema tuwawekee wagonjwa mikono. Kwa hivyo jifunze kuwekea mgonjwa mkono, na Yesu alisema atapona. Unamwekea mkono, alafu unatamkia ule ugonjwa, unawambia sawa na mamlaka na neema niliyopewa na Yesu, naamrisha ugonjwa yote itoke kwa huyu mtu. Wewe ugonjwa, toka katika jina la Yesu. Yesu alisema ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. Kama unaamini kweli kweli, utawekelea mgonjwa mkono na atapona. Tunaona Yoshua katika Biblia anasema Yoshua alipata hekima kwa sababu aliwekewa mikono na Musa. Jambo hili la kuwekea mikono usilichukue rahisi. Lina nafasi yake. Tafuta mtu mchaji wa Mungu wa kuwekee mkono, ama ujiwekee mwenyewe pahali panauma na uamini Mungu na utamkie ugonjwa, uambie ugonjwa toka katika jina la Yesu, na ugonjwa itatoka. Sawa? Okay. Point ile ingine ni sifa. Sifa kwa Mungu zinaleta ukombozi sana. Na watu wengi hawajui kwamba huwa tunaimba ndio tumsifu Mungu. Hatuimbi ndio tuelimishe watu. Hatuimbi ndio tujifurahishe. Hatuimbi ndio tuonekane. Hatuimbi ndio tufurahishe watu. Lakini huwa tunaimba ndio tumsifu Mungu. Kwa hivyo kama tunaimba ndio tumsifu Mungu, lazima kutaja sifa zake
Kama unaongea juu ya kitu fulani, huwa unaongea juu ya sifa za kile kitu. Kwa hivyo sifa ni kuutangaza ukuu wa Mungu. So wimbo ambao hutisha na uogopesha shetani na hufungua watu kutoka kwa vifungo ni nyimbo zinahusu damu ya Yesu, zinahusu jina la Yesu, linahusu ukuu wa Yesu, linahusu vile Yesu aliponya. Nyimbo za sifa zinafukuza mapepo. Kuna mahali fulani tulikuwa tunaombea mtu aliyekuwa amepagawa. Tulikuwa tunaimba ile wimbo inaimbwa, damu ya Yesu husafisha kabisa. Yule pepo ndani yule mtu alikuwa anasema waambie waache kuimba hiyo wimbo. Sana sana unapoimba kwa kutaja damu ya Yesu, shetani huogopa sana. Fikiria sana juu ya sifa. Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa, walianza tu kusifu na kuomba, wanasifu, wanaomba, wanasifu, wanaomba. Mwishowe, what happened? Pingu zilivunjika, milango ikafunguka, wakatoka. Sifa zina nguvu. Usidharau sifa. Jifundishe kuimba. Na kuimba sio nyimbo zozote tu, lakini nyimbo za kumsifu Mungu. Pointi ya 7 ni kitu kinaitwa neno la ushuhuda. Biblia katika Ufunuo wa Yohana 12:11 inasema walimshinda shetani kwa sababu ya ushuhuda wa midomo yao. Ndani ya midomo yao kulikuwa neno la ushuhuda. Inasema kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na kwa sababu hawakupenda maisha yao hadi kifo. So neno la ushuhuda linamshinda shetani. Neno la ushuhuda ni gani? Ni neno unalo nena likishuhudia kazi za Kristo. Kwa mfano maandiko matakatifu yanasema katika Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 mpaka wa 15, kama vile wana wanashiriki damu na nyama, hivyo hivyo na yeye aliweza kushiriki mwili pamoja na sisi, ili kupitia kwa kifo chake msalabani Yesu Kristo ammalize nguvu yule aliyekuwa na nguvu za mauti na kuacha huru wale waliokuwa wamefungwa na hofu ama uoga miaka yao yote. Kwa hivyo inasema kwamba Yesu alimvunja nguvu yule aliyekuwa na nguvu ya mauti. Hilo ni neno la ushuhuda. Katika Kolosai 2:15 inasema alipoagikwa juu, alimvua shetani enzi na akamvua mamlaka, akazifanya mkogo akizishangilia. He made them a public spectacle. Akamvua shetani mamlaka na akamvua nguvu. Kwa hivyo Yesu aliwavua majini mamlaka, aliwavua wachawi mamlaka, aliwavua waganga mamlaka, aliwavua wote wale ambao huwa wanaonekana kama wana nguvu, aliwavua mamlaka. Lazima utamke hilo, linaitwa neno la ushuhuda. Kwa hivyo confession of the word, neno lile unaloliamini kuhusu Mungu na kuhusu Yesu, kulikiri ni kitu moja kubwa ambayo inaweza letea kufunguliwa. Mbinu ile ingine ya kufungua ama kukaa katika kufunguliwa ni kutumia jina la Yesu. Biblia inasema kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Na maandiko matakatifu yanasema yeye alipewa jina kuu kuliko majina ya wanadamu wote
na akapewa jina kuu kuliko jina la malaika wote. Shetani ni malaika wa giza na jina la Yesu lina nguvu kumshinda. Kwa hivyo ni vizuri kulitumia jina la Yesu. Yesu alisema hivi, in my name you shall cast out devils. Yaani kwa jina lake tutaweza kumtoa shetani anayeletea watu vifungo. Kwa hivyo jina la Yesu ulikumbuke sana katika maisha yako. Siku zote kiri jina la Yesu. Sema Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu Kristo anafungua. Yesu Kristo anawaacha watu huru. Likumbuke jina la Yesu. Point ile ingine ni kitu kinaitwa kubatizwa. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba mtu akifanywa mwanafunzi wa Yesu abatizwe. Hujui kwa nini Yesu kasema yale? Akasema ubatizwe kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Paulo anafafanua, haleluya, katika Warumi 6. Anaonyesha kwamba kubatizwa ni ishara ya kuungana na Yesu katika mauti yake na kufufuka pamoja naye. Kabla hujabatizwa, adui huwa anakuvamia wakati wowote, anaweza kukurushia vifungo wakati wowote. Lakini ukishabatizwa, umeshirikiana na Yesu katika kufa na kufufuka kwake. Mwili utendao dhambi umeshazikwa, umefufuka mwili mwingine ulio na Kristo ndani yake. Mtu wa jinsi hiyo anaogopewa sana. Wako mabwana fulani walijaribu kutoa pepo mahali fulani, likashindikana. Mmoja wao huko ni pande za mpakani ya Kenya na Tanzania pale. Mmoja wao akasema, huyu anaonekana ametushinda, ningependa tumbatize. Pale wanaenda kumbatiza, hivyo ndivyo pepo zimetoka na yule mtu amefunguliwa. Ubatizo una nguvu sana. Ubatizo una nguvu kama vile Holy Communion. Holy Communion ambayo ni meza ya Bwana pia ina nguvu sana. Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba mtu akila kama ako mgonjwa anapona. Mtu akila hata kama alikuwa hawezi kukumbuka mambo, anaanza kukumbuka. Anakumbuka mpaka Yesu alipokuwa na wanafunzi wake. Anakumbuka na anapata nguvu ya kutangaza kazi ya Mungu mpaka Yesu ajapo. Holy Communion usiwahi sahau. Huwa inaunganisha watu pamoja. Kwa hivyo kama kanisa lina shida, jamii ina shida, wewe uko katika matatizo, kula Holy Communion. Niliona maandiko yakisema Paulo wakati walivujikiwa na meli na wakawa naona wataangamia, alitoa Holy Communion, akamshukuru Mungu, akala. Na hivyo ndivyo waliepuka janga lile lingewapata kule baharini. Itambue sana meza ya Bwana. Pointi nyingine ambayo ni ya nguvu katika kuwafungua watu inaitwa ushirika. Maandiko ya matakatifu yanasema msiache kukutanika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Hiyo ni katika Waebrania 10:25. Lakini muendelee kufanya hivyo kadri mnapoiona ile siku ya Bwana inakaribia. Na inasema nini? Katika ushirika pale ndio mtakubaliana, na katika ushirika pale ndio Mungu atakuja. Na mkikubaliana kuombea neno lolote, maandiko ya matakatifu yanasema chochote kile mtaomba, mtaongea pale, Mungu atasikiliza, na Mungu ambaye ni Baba wetu wa mbinguni ataweza kuwatendea. Ushirikiano ni kitu muhimu sana. Umuhimu wa ushirika ni kwa sababu inakutoa katika ushirika wa watu walio wabaya. Maandiko matakatifu yanasema msidanganyike, ushirika mbaya huharibu tabia njema. Ukianza kushirikiana na watu wenye tabia ovyo,
maisha yako yatakuwa ovyo. Ukianza kushirikiana na watu wenye tabia mbovu, maisha yako yatakuwa maovu. Lakini ukishirikiana na watu wenye tabia njema, maisha yako yatakuwa na tabia njema. Kwa hivyo lazima uangalie ni ushirika gani, maanake ushirika huathiri tabia na maisha ya mtu. Ukishirikiana na watu walio chini, unakuwa chini. Ukishirikiana na watu walio juu, unakuwa juu. Ukishirikiana na watu wanaomcha Mungu, unaweza kumucha Mungu vizuri. Na tunapoongea juu ya ushirika pia tunaongea juu ya mazingira. Ushirika wa watu wateule unakutoa katika mazingira ya watu ambao walizoelea ile dhambi, na inakuweka katika mazingira ya watu ambao wanaichukia ile dhambi na wanaishi maisha ya uhuru, maisha ya baraka. Na point ya pili kutoka mwisho ambayo ningependa tushirikiane leo inaitwa maisha matakatifu. Maisha ya utakatifu, maandiko matakatifu yanasema ni maisha ya kujitenga. Unajitenga na ushirikiano wa watu wafanyao dhambi. Maana Biblia inasema hivyo. Nuru itawezaje kukaa pamoja na giza? Pia maandiko matakatifu yanauliza, Kristo atawezaje kukaa na Beliali ama na miungu ya uongo? Hilo neno Beliali ndio neno Baali. Ataweza kukaa aje pamoja? Atawezaje kukaa? Yesu atakaaje na shetani? Watafanyaje kazi pamoja? Haiwezekani. Na ndio ikasema, msifungwe nira kwa jinsi isiyo sawasawa na watu wasioamini. Lakini inaamurisha katika Korintho wa pili 6 aya 17, tokeni katikati yao mjitenge nao. Mstari wa 18 inasema, ndio mimi Mungu nitakuwa baba kwenu na nyinyi mtakuwa wana wangu wa kike na wa kiume. Kwa hivyo maisha ya utakatifu ni maisha ya kujitenga. Unajitenga na dhambi. Unajitenga na wale watu ambao wangekusukumia kuingia katika ile dhambi. Unajitenga. Unajitenga na hiyo dhambi yenyewe. Ukiona dhambi, ukiisikia, ukihisi, unajitenga nayo. Yanaitwa maisha ya utakatifu. Neno utakatifu inamaanisha kujitenga. Ukijitenga hivyo, itakuwa ngumu sana shetani kuingia kwako. Shetani anapenda kuingia katika mioyo ya watu ambao wamepatia dhambi nafasi. Lakini ukinyima dhambi nafasi, shetani anaogopa kuja kwako. Pointi ya mwisho kwa leo ni kitu inaitwa nidhamu ya kutafakari neno la Mungu. The discipline of meditating the word of God. Mungu alimwambia Joshua, kitabu hiki cha Torati kisiwahi toka katika kinywa chako, bali utaweza kukitafakari mchana na usiku, ndio uweze kuyatenda yale yaliyoandikwa ndani yake, na hivyo ndivyo utakavyoweza kufaulu na kustawi sana na kuifanikisha njia yako. Mungu alijua tafakari ya mchana na usiku inaweza letea fanaka na ustawi. Na ndivyo akamwambia Joshua, unahitaji mambo mengi. Unahitaji kutafakari kitabu hiki, unahitaji kufanya yale yaliyoandikwa mle ndani. Miaka mingi baadaye ametokea bwana mmoja anaitwa Daudi. Daudi amepigana vita vingi, amemuua mpaka Goliathi, ameua maadui wengi wa Bwana, ametokea mshindi mkubwa. Daudi anatuonyesha ushindi wake ulitokana na kulitafakari neno la Bwana mchana na usiku, na akasema mtu wa jinsi hiyo mwenye kutafakari neno la Mungu atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao unazaa matunda yake kwa wakati wake,
na kila analolifanya litaweza kufanikiwa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ningependa kufunga somo la leo kwa kusema hivi: vifungo vipo. Kuna kifungo cha dhambi, kuna kifungo cha shetani, kuna kifungo cha watu. Watu wanakufunga na mila zao, wanakufunga na maneno yao, wanakufunga na kafara zao. Kuna kifungo cha sheria na kuna kifungo cha Mungu. Jiangalie, uko ndani ya kifungo fulani, na je, unaweza tokaje? Nimekupatia mbinu kama 10 ambazo zitakusaidia katika kujua utatokaje kwa hicho kifungo ambacho uko ndani yake. Na mimi napenda nikwambie hivi ninapokomea hapa. Inawezekana ukafunguliwa, na ukafunguliwa kabisa. Hata ndugu zako, dada zako, familia yenu mkafunguliwa kabisa. Na Yesu alisema ukifunguliwa unakuwa huru na huru na huru kweli kweli. Kuanzia leo fikiria jinsi ya kutumia mbinu hizi ambazo nimekupatia ndio uweze kufunguliwa. Na tunapofika mwisho wa safari yetu ya leo, somo hili nilileta kwako nikitaka ujue kuna watu wamefunguliwa kwa hii dunia na wanaweza kukusaidia waone, na kama wajui uniandikie hapo kwa comment. Nitaweza kukuongoza jinsi unaweza funguliwa na kutoka katika kifungo, ama mtu wenu jinsi anavyoweza kutoka kwenye kifungo. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako Mwalimu Filipo, mwalimu na mshauri wa jamii. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Mungu akubariki na yote yanawezekana. Asante.